Mtazamaji, na kutokana na taarifa hiyo, katika pumzi hiyo sasa na kusihi tuungane na mwanahabari wetu Susan Waweru atupatie taswira kamili ya jinsi hali ilivyo kufikia sasa. Susan. Naam, asante sana Frida. Niko hapa ambao uharibifu huu ulifanyika mida ya saa 9 hivi. Ambao tumeongea nao wanasema kuwa kulikuwa na maafisa wa polisi ambao walikuja kwa wingi, na pia wanasema wamepoteza milioni ya pesa. Wengine walikuwa na biashara ambazo walikuwa wamechukua pesa hizo kwa mkopo, na sasa hivi wanasikitika sana wakijiuliza watafanya nini. Alafu pia tumeweza Wamatangi aliweza kuwasili hapa na akaweza akiangalia venye uharibifu umetendeka, na Wamatangi anasema hii ni siasa tu. Anasema kuwa hawa ni watu ambao hawataki aweze kuendelea na kazi yake ya kulainisha mambo ya Kiambu na maendeleo. Lakini Wamatangi ameeleza kuwa hataguzia siasa, hata akisema kuwa siasa yeye ataingililia mwaka ujao, mwaka 2027, na pia ameweza kueleza kuwa hapa alikuwa analipa kila mwezi. Alikuwa amechukua this land alikuwa amechukua kutoka kwa Kenya Railways kwa muda wa miaka 60 hivi, na akasema kuwa alikuwa analipa kila mwezi na hakuna mtu anaweza sema hajapokea pesa yake. Pia wakili wake ameweza kuzungumza na akasema kuwa hapo jana Kenya Railways ilikuwa imeenda kwa hakimu na wakaambiwa wasiweze kuguza mali hii na kuwa wasiguze mali hii, lakini wao hawakufuata sheria. Wanasema kuwa hawakufuata sheria na walikuja tu hapa na wakobomoa. Pia anasema kuwa yeye amekuwa hapa kwa miaka kutoka mwaka 1996 na kazi hii imekuwa ikisaidia vijana wengi. Kwa hivyo wamemuhimiza pia waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen, wakimuuliza mbona hivi, mbona hawafuati sheria. Pia ameweza kusihi Rais William Ruto aweze kuingilia kati, na pia Wamatangi ameweza kutaja kuwa hajakuwa na amani. Amekuwa akifuatwa kila mahali anakoenda, mikutanoni anafuatwa tu, watu wanaletwa tu, wanampigia kelele asisikike kamwe. Pia amesema kuwa nyumbani kwake kuna siku ambapo alifuatwa na risasi, na akasema kuwa alikuwa ameshika risasi, kuna risasi zilirushwa hiyo masaa ya saa 9, na akasema kuwa yanafuatwa sana na pia akasema kuwa yeye anamwamini Mwenyezi Mungu na hakuna lolote atafanya, lakini Mwenyezi Mungu ataweza kulipiza kisasi. Na pia tumeona wanakanisa hapa walikuwa wamekuja kukemea jambo hili. Watu wengine wamekasirika hapa kutokana na Wamatangi na wamemhakikishia Wamatangi kuwa asistuke na kuwa wataweza kumchagua mwaka 2027. Frida. Na asante sana mwanahabari wetu Susan Waweru, huyo mtazamaji ambaye anafuatilia kwa kina kuhusiana na mtafaruku huu ambao umeonekana katika bomoa hii, ambao mtazamaji vile ambavyo umesikia ni kwamba inamlenga gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi, ambaye kwa sasa kutokana na usemi wa mwanahabari wetu Susan amegusia kwamba yote amemwachia Maulana. Mtazamaji, tutazidi kuifuatilia taarifa hiyo kwa kina na tutakuletea mengi zaidi pindi tu chochote kitakacho chipuka.